السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى أيضا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معشر المسلمين، kutokana na munasaba wa siku ambazo tunaishi ndani yake, nimeona katika maslaha kusimamisha kidogo maudhui inayofungamana na ar-Rafidha ili nilizungumzie jambo hili ambalo bara'atul istihlali inaonyesha wazi kwamba tunataka kusema nini. Baada ya kuzitanguliza aya hizi tatu, aya 42 na 43 na 44 katika suratul An'am, bali na aya ya 45, takriban aya 4 hizi, na sehemu katika aya ya 11 ya suratul Ra'd. Aya hizi nilizotanguliza kuzisoma zinatuhusu moja kwa moja sisi wanadamu, hususan Waislamu tunaopitia katika vipindi mbalimbali vya maisha. Aya hizi zinatuhusu na tunatakiwa tuzizingatie, kama ambavyo tunatakiwa tuzizingatie aya zote zilizomo ndani ya Qur'an, kwa sababu ndio lengo la kuteremshwa kitabu hiki kitukufu cha Allah Jalla wa Ala. Basi miongoni mwa aya ambazo tunatakiwa tuzizingatie sana ni hizi. Allah Jalla wa Ala
anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa lengo la kumpa taslia na kumliwaza juu ya hali anayokutana nayo kutoka kwa jamaa zake baada ya kuwafikishia wao ujumbe wa haki, na wao kwa kibri na jeuri wakawa wanamkadhibisha yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kumliwaza Allah anamwambia walaqad arsalna ila umamin min qablik, wallahi hakika tulipeleka ujumbe kwa mataifa yaliyokuwa kabla yako, kwa umma zilizokuwa kabla yako. فأخذناهم بالبأساء والضراء, tukawaadhibu wao kwa kuwapa njaa na ufakiri, na tukawapa wao madhara kwa maana ya maradhi. Tukawaadhibu kwa mambo hayo mawili, la'allahum yatadarra'un, huenda wao wakanyenyekea kwa Allah jalla wa ala baada ya kupigwa na maradhi ya fakri wal ju'i, na maradhi ya miili yao, baada ya kupatwa wao na adhabu ya njaa na ufakiri na ukata na ugumu wa maisha, kadhalika maradhi katika miili yao na udhaifu. Baada ya kuwapa mambo haya tulidhania au tukawa tunatarajia kwao watarejea kwa Allah jalla wa ala, lakini hawakufanya hivyo, lakini kadhabu. Allah anasema falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u, basi pale ilipowajia wao adhabu yetu si wangenyenyekea? Lakini hawakufanya hivyo. Walakin qasat qulubuhum, lakini zilipata ususuwavu nyoyo zao, zilikuwa ngumu nyoyo zao. Wazayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, na shaitani akawapambia yale waliokuwa wanayatenda. Falamma nasu ma dhukiru bih, Allah anaendelea katika aya hii ya 44 anasema, wakati walipoyasahau na kuyapuuza yale walioonywa kwayo, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao milango ya kila kitu, tukawafungulia kheri, tukawaneemesha. Sasa tukawatoa kwenye ufakiri, tukawatoa kwenye njaa na maradhi, tukawaneemesha kwa neema za mali na saatul aishi, ukunjufu wa maisha na sihatul abdan wal afia, ikawa wana afya na wana siha katika miili yao. Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia juu yao milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, mpaka walipofurahi sasa na wakatakabbar kwa sababu ya vile walivyopewa, tuliwakamata wao tukawaadhibu kwa ghafla. Mara ghafla wao ni wenye kukata tamaa. Faqutia dabiru alqaumi alladhina dhalamu, ukakatwa mzizi wa watu waliodhulumu. Alhamdulillahi rabbil alamin, na sifa njema zote zinamstahiki Allah bwana wa viumbe. Na katika suratul Ra'd aya 11 akasema Allah jalla wa ala sehemu katika aya hiyo, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, kwa hakika Allah hata yabadilisha yale ambayo yako kwa watu, shida na matatizo yanayofika watu, hayo hayataondoshwa, hayatabadilishwa kuwa ni raha na nafuu kwao, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wayabadilishe yale yaliyomo katika nafsi zao. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu, na Allah jalla wa ala akiwatakia watu wote kuwaadhibu, akiwatakia kuwaadhibu, kuwapa adhabu, basi ujue kwamba adhabu hiyo hapana mwenye kuirudisha. Wama lahum min dunihi min wal, na wala hawana wao kinyume na Allah jalla wa ala mtetezi atakayewatetea. Hakuna cha Umoja wa Mataifa wala jeshi gani wala jumuiya gani itakayowatetea dhidi ya adhabu na makaripio ya Allah jalla wa ala.
akiwa Allah ameamua kuwaadhibu waja wake. Ukizitazama aya hizi pamoja na kuwa ni taslia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani maliwazo analiwazwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini na sisi tunapewa ishara na alama ya wazi kwamba hii ndiyo sunnatullahi fil kaun, hii ndiyo sera na ndiyo mwenendo wa Allah katika ulimwengu. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala huleta adhabu za aina mbalimbali na maonyo kwa waja wake kwa aina mbalimbali, na kila watu huwapa mitihani na maonyo na adhabu kwa kadiri ya hali zao walivyo. Watu wale waliotangulia Allah jalla wa ala aliwaadhibu kwa kuwaletea njaa na ukame na maradhi. Ikawa jamii ile inaomuasi Allah jalla wa ala, imma kwa sababu ya shirk au kwa sababu ya kabairi dhunub, kwa sababu ya ushirikina au kwa sababu ya madhambi makubwa makubwa wanaoyafanya, jamii ile ikapelekewa adhabu. Wanawachuoni waliposema katika neno ad-dharra, kama al-Imam Shankiti rahimahullahu ta'ala alipotafsiri neno al-ba'sa wad-dharra akasema al-ba'sa wa aktharu al-ulama'i ala anna al-ba'sa hiya ma kana min jihati al-faqr. Kauli ya wengi katika wanawachuoni ni kwamba neno al-ba'sa ni yale yanayopatikana kutoka kwenye upande wa ufakiri wal-faqa na uhitaji, waljui na njaa, wa dhayai al-amwal na kupotea bure mali, ndio maana ya ba'sa. Wa anna ad-dharraa hiya ma kana min qabili amrad al-jusum, na kwamba dharra maana yake ni yale yanayopatikana katika upande wa maradhi katika viwiliwili, wa alamiha na maumivu ya viwiliwili, wa ma yaqa'u fiha na yale yanayopatikana ndani ya hiyo miili. Kwa hiyo walisibiwa na sehemu hizo kuu mbili: ufakiri, uhitaji, njaa, mali kupotea bure, lakini vile vile maradhi. Sasa ukiangalia yale ambayo yaliwasibu hao waliotangulia, ndicho ambacho kinasibu leo katika jamii yetu. Hali zimekuwa ngumu, hali za maisha ya watu wengi kukusudia, hali zimekuwa ni ngumu na kila mmoja analalamika. Wako wanaolalamika kiukweli, na kweli dunia imewaelemea, na wako ambao wanalalamika kiuongo, kwa sababu watu hulia na yeye analia. Lakini katika upande wa maradhi ni hivyo hivyo, maradhi yamekuwa ni mengi, maradhi sugu. Ukipata ukikao kwenye watu 10, basi ujue kwamba hapo karibu watu 8 7 wana maradhi mbalimbali. Huyu ana hili, yule ana lile, yule ana hili. Watu hawako salama, afya zao si njema. Allah subhanahu wa ta'ala amewasibu, na wengine wakachanganywa vyote, ufakiri na maradhi, njaa na maradhi, yakawa yanawasumbua mambo haya. Huu ni mtihani wa Allah jalla wa ala huwapa waja wake, si kwamba ni jambo linatokea au mwanadamu aamua tu ataka kuwapa mateso wenzake. La, hili ni jambo, ni mpango alioupanga Allah jalla wa ala kwa waja wake. Mpango huu alishawafanyia waliotangulia huko nyuma, lakini Allah anawatazama kwa yale aliyowapa, kwamba la'allahum yatadarraun, huenda hawa wakanyenyekea. Hawa akishajua kwamba yuko ndani ya ufakiri, sasa mimi na ufakiri wangu natakiwa ninyenyekee kwa Allah jalla wa ala, ninyenyue mikono ni muombe. Kwa huu ufakiri nilionao natakiwa nisimame katika taa, sasa nimwelekee Mola wangu aniondoshee uzito nilionao. Akawa anajikurubisha kwa Allah jalla wa ala kwa kuyafanya aliyoyamrisha Allah na kuyaacha aliyokataza. Leo yake ikawa nzuri zaidi kuliko jana yake, na maazimio juu ya kesho yake ni kuwa atakuwa mzuri zaidi kuliko leo. Anarudi kwa Mola wake kwa sababu ya hali iliyomsibu. La'allahum yatadarraun,
Hili ndilo ambalo linatarajiwa kwa mu'min, kwamba akisibiwa na hali kama hiyo, basi yeye fikra zake zote zisirudi kwa Allah jalla wa ala, kwamba haya yaliyonisibu ni kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na mikono yangu, si bure. Lipo jambo mimi nimemkosea Mola wangu, au sisi tumemkosea Mola wetu. Sasa watu wengine huwa wana fikra fupi sana, wanapoambia maneno kama haya akili zao mbio zinakimbilia Europa huko na Amerika. Kama sisi tunafanya shirki, tunafanya maasi, lakini mbona wazungu wao ndio wamebobea katika mambo hayo, lakini maisha yao safi kabisa. Unakuwa hujafahamu Qur'an. Hicho ni kipindi cha pili baada ya kipindi cha kwanza kwisha. Kipindi cha kwanza mnatiwa kwenye mitihani ya njaa na maradhi. Kama hamuelewi, dunia inafunguliwa kwenu sasa, mnapewa kila mnachokihitaji, lakini subiri adhabu ya Allah jalla wa ala haiko mbali. Ndio haya akasema Allah jalla wa ala, falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Basi pale ilipokuwa imewajia adhabu ya Allah jalla wa ala, si wangenyenyekea, lakini mioyo yao imekuwa migumu. Shaitani akawapambia yale waliokuwa wanayatenda. Falamma nasu ma dhukiru bih, wakati walipoyasahau na wakayapuuza yale walioonywa kwayo, Allah anasema nini? Tuliwaadhibu? La, fatahna alayhim abwaaba kulli shay, tukawafungulia wao milango ya kila kitu. Dunia ikafunguliwa, wakaishi kwa raha mustarehe, saatul aish, kila kitu kipo. Wakaanza kujisifu, kujiona, lakini nini hatima yake? Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun, mpaka walipofurahi sasa kwa yale waliopewa, sisi tukawakamata wao kwa ghafla, tukawaadhibu mara wao ni wenye kukata tamaa. Kwa hiyo usifurahike kwa neema unayopewa na hali ya kuwa wewe ni mukim ala maasiyati Allah, wewe unadumu ni musirri katika madhambi, alafu uneemeshwe. Usijifakharishe kwa hilo. Ukishaona jambo kama hilo, kama anavyoeleza Abu Darda kwamba ukishaona Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja pamoja na madhambi aliyonayo, basi fahamu kwamba hiyo ni al-istidraj. Hapo anavutwa kidogo, mtego huo akiingia tu amekwisha. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd, ahla ath-thana'i wal-majd, أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja humjaribu hapa duniani, ili mwanadamu huyu, mja huyu, ageuke arudi kwa Mola wake, aione njia. Kwa hiyo unapojaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ameweka yeye humjaribu mja wake kwa lolote lile. Hapangiwi mtihani, wala wewe uchagui mtihani kwamba mimi mtihani yangu uwe huu, nataka mtihani nipewe kwenye jambo hili. Hakuna anayechagua mtihani, unajaribiwa. Na wengi katika wenye kujaribiwa wanafeli. Sasa wewe usiwe katika wenye kufeli. Allah akikupa mtihani, jambo la kwanza kabisa ambayo ni ishara nzuri
ni wewe kukiri kwamba huu ni mtihani nimepewa na Allah jalla wa ala. Ukishajua kwamba huu ni mtihani, sasa unatakiwa ujipange utakabiliana nao vipi. Na hiyo vipi iwe ni kwa namna kwamba isiwe kwa namna ambayo itamuudhi Allah jalla wa ala, iwe ni kwa namna ambayo itamridhisha yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini ukijifanya kisoi, ukajifanya wewe msusuavu, wajifanya huelewi majaribio na mitihani yote inayokusibu, bado wajifanya wewe uko madhubuti, waendelea kwa hali ulionayo wala huonyeshi mabadiliko, huwezi kushindana na Allah jalla wa ala, utahamishiwa namna nyingine, na hapo ndipo utakapoangamia. Nasallallahu ta'ala an yahfadhana wa iyyakum. Hii ndiyo sunnatullah kwa waja wake, na ndio maana ukisoma pia aya katika suratul A'raf aya 94 na 95, Allah anasema wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Hatukumtuma mtume yoyote kumpeleka kwenye kijiji chochote isipokuwa watu wake tuliwaadhibu sisi kwa njaa na maradhi, huenda wao wakanyenyekea kwa Mola wao. Thumma badalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta afaw, kisha tukawabadilishia pale mahali pa ubaya, pale mahali penye maradhi au mahali penye njaa, tukayabadilisha yale maradhi au ile njaa, tukawaletea wema, tukawaletea nafuu ya maisha, uzuri wa maisha, pesa zinamiminika, watu wanaishi kwa raha, wanafanya wanaoyataka. Badalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta afaw, mpaka walipokithiri sasa wakawa wengi, ikawa mali zimekuwa nyingi, wao wamekuwa wengi. Waqalu qad massa abaana ad-dharra'u wal-ba'sa, na wakawa wanatoa story, wazazi wetu yaliwapata wao matatizo, njaa na maradhi, waliishi maisha magumu sana wazazi wetu, sisi alhamdulillah. Ikawa wao ujisifu kwa raha zile. Akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun, tuliwaadhibu kwa ghafla na hali ya kuwa wao hawatambui. Kwa hiyo siku zote baada ya hiyo dhiki ulionao usijipa matumaini, baada ya dhiki faraja, na huku wewe umesimama kwenye jambo la kumuudhi Allah jalla wa ala. Kweli faraja hiyo inaweza ikaja, lakini ndiyo adhabu imekaribia ya Allah jalla wa ala. Sasa usiwashangae watu wa Europe huko na Amerika na wapi na nchi mbalimbali kwamba mbona wale wako katika mambo mabaya kabisa, lakini dunia kwao imefunguliwa. Ndio hii hali anayozungumzia Allah jalla wa ala. Sasa hapa nataka nimalizie hotuba yangu kwa jambo moja. Hivi sasa katika wakati tunaoishi dunia, na hasa katika nchi zetu hizi, ughali wa vitu umekithiri, kila kitu kimekuwa bei juu kabisa, na imekuwa ndio mazungumzo ya watu mitaani, kwenye mabaraza huko, majumbani, kwenye majukwaa ya siasa, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii. Mazungumzo mengi yanayozungumzwa ni mfumuko wa bei. Sasa Uislamu ulivyo una tofauti sana na mifumo mingine na mila nyingine na dini nyingine. Uislamu ni dini kamili inayoeleza hali ya mwanadamu katika vipindi vyote, na anatakiwa Muislamu awe katika hali ipi kwa jambo litakalomtokea katika wakati huo, kwa sababu inazungumza hali zote. Katika hadithi sahihi ambayo imepokewa na Imam Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah na wengineo, na Imam Ahmad kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anaelezea kwamba ghala as-si'ru bil madinati ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, faqala an-nas ya rasul Allah ghala as-si'ru fasa'ir lana.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. anaelezea kwamba bidhaa zilipanda bei katika mji wa Madina kwenye enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia kama kiongozi wao mkuu, kwambia ya Rasulullah, bidhaa zimepanda bei sana, ghala si'r fasa'ir lana, basi tuwekee bei maalum. Yani watu wanauza bidhaa wapangiwe bei maalum, kwamba ngano ya aina fulani bei yake ni kiasi fulani mpaka kiasi fulani, usizidi. Chumvi kadha bei yake kadha, tende kadha, hivyo hivyo, mtama, dengu na vitu vingine viwekwe bei. Fasa'ir lana, tuwekee bei. Wachuuzi wanatugonga sisi, wanatuuzia vitu ghali. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyojibu masahaba zake, akawaambia inna Allaha huwa al-musa'ir al-qabid al-basit ar-razzaq, hakika Allah ndiye mwenye kupanga bei hizi, kwamba wakati fulani mwaka fulani bei ya kitu fulani kitakuwa kadhaa mahali fulani. Anayepanga bei hizi ni Allah. Tena al-qabid ndiye mwenye kuzizuia na kuzikunja riziki za waja. Al-basit ndiye mwenye kuzikunjua riziki za waja. Ar-razzaq ndiye mwenye kuwaruzuku mno waja. Akawaambia maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia akawaambia wa inni la arju an alqa Allah, na mimi ninatarajia kukutana na Allah jalla wa ala, wa laysa ahadun minkum yatlubni bimadlamatin fi damin wala mal, na mimi ninatarajia kukutana na Mola wangu na hapana kwa yoyote miongoni mwenu nyinyi akiwa anaidai chochote, si katika kisasi, yani damu, kisasi, wala katika mali. Sitaki mimi ugomvi na mtu mbele ya Allah jalla wa ala, kwa sababu kitendo nitakachokifanya cha kuwapangia wachuuzi bei wauze kiasi kadhaa na hali ya kuwa bidhaa ni zao, itakuwa ni mwadhulumu. Waache wauze wanapotaka, hakuna kupanga bei. Hii ndio sababu aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba nikiwapangia bei bidhaa yangu mwenyewe, kama ni shamba langu mwenyewe, mimi bwana naona niuze hili shamba milioni 10, wanaambia bei iliyopangwa niuzwe 500,000, wadhulumu. Haya, nimevuna mahindi yangu kwa debe, na afadhali hili debe mimi niuze shilingi 300,000 debe, wanaambia uza shilingi 10,000, wadhulumu mahindi yangu mwenyewe. Kwa inna Allaha huwa al-musta'in al-qabid al-basit ar-razzaq wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Kwa hiyo sio kazi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika maneno haya tunapata faida ya kwamba ughali wa bidhaa hili linatokana na Allah jalla wa ala. Kuna sababu nyingi, moja katika hizo Allah huleta kwa sababu ya madhambi kuwa mengi. Kwa hiyo watu akawatia mtihani katika riziki zao. Kwa hiyo anataka kuwafukarisha baadhi ya watu waingie kwenye ufakiri, wapatwe na albasa. Lakini pia kuna watu wanaotajirishwa kwenye kipindi kama hicho ambacho wengine ulianjaa, wengine wananufaika. Na hii ndivyo ilivyo, kwa sababu masaibu qaumin inda qaumin fawaid,
misiba ya watu, baadhi ya watu kwa watu wengine ni faida. Misiba ya watu, sasa kama nyinyi hamtakufa, mimi nitamuuzia nani sanda zangu? Mtu afanya biashara ya sanda apate pesa, awalishe watoto wake, mfe, kufeni tuuze sanda, kwa sababu masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Uumwani kuuzia dawa, sasa hamuumwi, dawa nitazipeleka wapi? Kwa hiyo hivyo katika kipindi cha baadhi ya mambo yanakuwa magumu, lakini kwa baadhi ya watu, ili wengine watajirike. Lakini wanapopewa mitihani yoyote, huyu amepewa mtihani kwa faida ya kupata hiki na yule hasara kupata kile, yote hayo hikima yake ni kwamba watu watakiwa watadharra kwa Allah jalla wa ala, warudi kwa Mola wao, waone kwamba huu ni mtihani na hali huwa zinabadilika. Watu hawaishi katika hali moja, wanapitishwa katika mapito tofauti, na anayepanga bei ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuna njia nyingi, ukaja ukame katika ulimwengu, mvua hazinyeshi za kutosha, kwa hiyo mazao hakuna, inatokea na Allah hufanya hivyo. Au akaleta vita, watu wakapigana, wale walikuwa wakilima hawalimi tena, washughulika na vita, wengine wapata njaa. Haya mambo yapo kilimwengu tangu dahari tawili, hayakuanza leo. Sasa sisi Waislamu hatutakiwi ni watu wa kulialia na kulalamika. Hapa ndipo ambapo alikuwa anataka sasa, kwamba watu wakilalamika na sisi tutalalamika, watu wakiimba wimbo huu na watu tuimba hivyo. La, tusiwe hivyo. Hiyo sio hali ya muumini. Na maalasaf ikawa watu wanaotafuta vyeo na wanasiasa mbalimbali wakatumia kama ndio njia ya kuwatia watu maneno, na mtu yuko tayari kuua, yuko tayari kupigana, kwamba itakuwaje bwana, njaa bwana, unga leo, unga leo kadha. Sasa ndio nini? Kwa hiyo mtu yuko tayari kufanya chochote. Sasa wewe unapokuwa katika hali kama hiyo, usiwe tayari kwamba kufanya chochote. Wewe kuwa tayari kusimama na upande wa Allah jalla wa ala, watakiwa uwe hivyo, uone kwamba huu ni mtihani. Sasa hapa, kwa sababu kuna watu sasa wataanza kuiba, hawa wafanya biashara wataiba, kuwaibia wateja wao kwa sababu ya ugumu wa maisha. Uongo mtupu. Hawa wateja nao watakuwaibia wafanya biashara wale wachuuzi kwa sababu ya kisingizio cha njaa. Watu wataanza kutapeliana, watu wataanza kuvunjiana majumba, watu wataanza kufanya kadha kwa kisingizio cha njaa. Muumini hawi hivyo. Muumini anaposibiwa na jambo, basi ulihesabu kwamba hili kosa ni langu, mimi nimemkosea. Yeye anajiona ni sehemu ya kosa na ni sehemu ya tatizo, kisha anarudi kwa Mola wake akafanya istighfar. Na ndio maana kuna watu katika vipindi vigumu kama hivi, kama ninavyoeleza, wala wao hawana hizo habari kabisa. Mchele kilo shilingi 3000 na ana wasiwasi, naishi hivi kama ninavyoishi nyinyi. Sasa ndivyo anapotakiwa muumini awe. Ukubali kubadilika kutokana na hali, kwamba mimi hali hii nilizoea kuishi maisha haya kwa kipindi fulani, lakini sasa siyawezi maisha haya, ngoja niteremke chini kidogo. Lakini kuna watu wao maisha yao ni hayo, watakulazimisha hayo, na wengine hata wakiwa kwenye neema, athari ya neema kwao haijulikani. Wewe walalamika kwamba sasa watu wala mara moja, sasa watu wala mara moja kwa ubakhili uliokuwa nao, kwa wafanyia ubakhili watu nyumbani kwako. Kwa hiyo wanadamu atakiwa awe anakwenda katika hali na takallabu katika neema za Allah jalla wa ala kwa kadiri alivyoruzukiwa. Isiwe ni sababu ya wewe kupita kuombaomba, isiwe ni sababu ya kuvunja utu wako, usiwe ni sababu ya kudhulumu watu, isiwe ni sababu ya kuainika aibu zako. Fanya subra, fasbir. Hii ndio mitihani ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo darasa hili na maneno haya Waislamu watakiwa wayachukue kimbelembele sana, kwa sababu ndio mafunzo ya mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tufahamu tu kwamba mtu anaporudi kwa Mola wake akanyanyua mikono akamuomba
akakithirisha tauba na istighfar, basi Allah jalla wa ala humfanyia wepesi katika mambo yake. Na wasio wale wasusuavu wa nyoyo zikawa ngumu, nyoyo hazilainiki kwa mitihani. Moyo wako utakiwa ulainike, na katika njia ambazo zitakusaidia katika kulainisha moyo ni kukithirisha kusoma al-Qur'an. Jingine ni kumdhukuru sana Allah jalla wa ala fi sirri wal alan. Kaa faragha, leti adhkari, kumbuke Allah jalla wa ala, lia juu ya madhambi yako, muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, utalainika moyo wako na utafanya wepesi katika mambo yako ya maisha. Lakini haya yote wayafanya kwa maslahi ya dini yako na akhira yako, na hakuna kitu chenye thamani kwa Muislamu kama dini yake. Usiipoteze dini yako kwa sababu ya njaa, usiipoteze dini yako kwa sababu ya maradhi, usiipoteze dini yako kwa sababu ya shida mbalimbali. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل